Tumesema leo ni Dominika ya tatu ya Pasaka. Maana yake baada ya sikukuu ya Pasaka imekuja Dominika ya kwanza. Kwa kweli tulianza na ya pili. Ile Dominika ya pili, maswali tutauliza wote pia. Sawa jamani na kwaya kawaida tunauliza maswali rahisi. Kwa mfano kwaya Jumapili iliyopita ilikuwa Jumapili gani? Ilikuwa Jumapili ya Pasaka. Jumapili ya Pasaka. Inaitwaje Dominika ya pili kwa jina lingine? Ni safi ya Dominika ya pili. Dominika nyeupe ya huruma, Dominika ya huruma ya Mungu. Au Dominika nyeupe, wengine waliita pia Dominika nyeupe. Ndio. Dominika ya huruma ya Mungu. Ninyi vijana, Pasaka tangu ufufuko mpaka kipindi cha Pasaka kiishe ni siku ngapi? Kwaya wasaidieni. 50. Haya, tutulie na nyinyi maswali yenu na kuja kujeni. Siku 50, sawa? Na tunamaliza na sherehe gani jana? Pentekoste, siku 50. Tunamaliza na Pentekoste. Na Roho Mtakatifu aliwashukia mitume siku gani? Siku ya Pentekoste, sherehe kubwa. Na leo tena nyinyi mnategemea kupokea huyo Roho Mtakatifu tena. Mwanzoni Padre alieleza vizuri, alisema leo vijana watapokea Roho Mtakatifu kwa mara ya pili. Si ndio? Mara ya kwanza mlipokea wakati wa sakramenti gani? Martha amejibu vizuri wakati wa ubatizo. Haya, mpigieni makofi Martha. Haya, tulieni kwanza, watoto watapiga makofi, alafu sisi tutafuata. Watoto pigeni makofi. Pigeni tena. Kwa mara ya kwanza Roho Mtakatifu tumempokea wakati wa sakramenti ya ubatizo. Sawa jamani? Ndio. Wakati wa sakramenti ya ubatizo. Na kimsingi Roho Mtakatifu tunapokea mara moja tu. Sakramenti ya kipaimara maana yake nini? Wewe hapo safi. Unaitwa nani? Jacqueline. Jacqueline. Haya, wote kwa pamoja tujibu, watoto wazuri. Sauti. Ni sakramenti inayomfanya Mkristo kuwa imara na askari hodari wa Yesu Kristo. Safi. Anakuwa Mkristo imara na askari hodari wa Yesu Kristo. Ndio. Na jina lenyewe kipa imara maana yake unaimarishwa. Naelewa jamani? Kitu gani kinaimarishwa? Inaimarishwa Roho Mtakatifu ambaye tayari umeshampokea wakati wa sakramenti ya kipaimara. Sakramenti ya ubatizo. Unaelewana? Kwa hiyo Roho Mtakatifu mliyepokea leo ataimarishwa. Roho Mtakatifu ana mapaji mangapi? Wote kwa pamoja? 7. Haya, kwa sauti mmetaja mapaji 7 ya Roho Mtakatifu. Hekima, akili, shauri, nguvu, elimu, ibada na uchaji wa Mungu. Kwa hiyo mapaji 7 ya Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya kipaimara yanaimarishwa ndani mwenu. Tayari mmeshapokea wakati wa sakramenti ya ubatizo. Sawa? Kwa hiyo sakramenti mapaji 7 yanaimarishwa, si ndio? Kitu gani wakati wa kipaimara mnapata tena? Kiacha mapaji 7 ya Roho Mtakatifu. Juli.
neema ya utakaso safi, neema ya utakaso inaimarisha ndani ya mwingine. Jacqueline upendo, amani, furaha, uvumilivu, ukarimu, wema, utu wema, upole, uaminifu, kiasi, taratibu, usafi wa moyo. Kwa hiyo matunda 12 yanaimarishwa ndani mwenu. Vipaji 7 ya Roho Mtakatifu yanaimarishwa ndani mwenu. Neema ya utakaso pia, sakramenti ya kipaimara yanaimarishwa, yale mapaji ambayo Roho amepokea wakati wa sakramenti ya ubatizo. Kitu kingine anapojaribu ambayo kwa sakramenti ya kipaimara leo hii ndani mwenu itaimarishwa. Fadhila za kimungu ziko ngapi? Haya, tuwaulize wasimamizi swali la jinsi. Hebu wewe taja tu, ziko ngapi wewe? 3. Basi natosha. Simamizi, hizo fadhila 3 ni zipi? 3. Imani, matumaini na mapendo. Haya, pigeni makofi. Imani, matumaini na mapendo, hizo tunaita fadhila za kimungu, pia zinaimarishwa ndani mwetu. Safi. Imani muhimu sana, matumaini na mapendo. Mahali popote ambapo imani iko ya kutosha, mahali popote kwamba watu hawakati tamaa, kuna matumaini na kuna mapendo, Mungu yuko maeneo haya. Wanaamini kwamba Mungu yuko kati yetu, na Mungu anapokuwa kati yetu, basi anaimarisha imani yetu, kwa sababu imani yetu tumepokea kutoka kwa Mungu bila mastahili yetu sisi wenyewe, ni kama zawadi. Tunaelewa na waamini wapendo, imani imetoka kwa nani? Kwa Mungu, sawa na Mungu ametupatia kama zawadi, ila imani tunaweza kuipoteza, ingawa Mungu ametupatia bure, na anategemea imani yetu iendelee kukua na kukomaa. Waamini wapendwa, mnafikiri ni kitu gani inaweza kufanya imani yetu ikue? Ni swali rahisi wote. Kitu gani itafanya imani yetu ikue? Huku kumwamini Mungu kwingine, watoto, kitu gani itafanya imani ikue? Ya kushika amri za Mungu na za kanisa. Amri za Mungu, kuishi katika amri za Mungu na za kanisa, namna ya kufanya imani ikue. Moja muhimu sana, kusali. Pigeni makofi. Moja muhimu sana ya kulinda imani yetu ni sisi kuwa watu wa sala katika familia zetu. Na sala unaweza kusali popote, hata ukiwa njiani unaweza kusali.
Hata ukiwa shambani unaweza kusali, si ndio waumini? Unaweza kusali popote sana, muda wote tunaweza kumsifu Mungu, tunaweza kumshukuru Mungu, tunaweza kumwomba Mungu wetu. Kwa hiyo sala namna moja ya kufanya imani yetu iendelee kukua. Unasikia yeye, mtafanya imani yenu iendelee kukua katika sala. Sawa jamani? Ingine namna imani inaweza kukua, nani anaweza kusaidia? Haya, labda tuulize swali kwa namna nyingine tofauti, labda itawasaidia nyinyi. Nyinyi mmesema ni askari wa Yesu, si ndio? Tena hodari, si ndio? Mmeongeza neno hodari, askari hodari wa Yesu, si ndio? Mmetonga wenyewe, si ndio? Ni silaha zipi zitawafanya nyinyi kuilinda hiyo imani yenu isipotee? Mwanzoni tuliuliza imani kuu, sasa tunabadilisha tu maneno, kuilinda imani yenu isipotee. Silaha zipi mtatumia? Moja ni sala, nyingine, namna nyingine ni kushiriki sakramenti. Kushiriki sakramenti ni namna ya kulinda imani yetu, namna ya kufanya imani yetu iendelee kukua na isipotee. Sakramenti zipi ambazo tunapaswa kushiriki mara kwa mara nyinyi watoto? Sakramenti nzuri ambazo mnaalikwa kushiriki mara kwa mara. Bwana Gerald, Ekaristi takatifu na kitubio. Sawa jamani? Sakramenti hizi mbili kwa kweli kimsingi zinafanya kazi kwa pamoja, sakramenti ya Ekaristi takatifu na sakramenti ya kitubio. Hiyo ni namna ya kufanya imani yetu iendelee kukua, namna ya kufanya tuilinde imani yetu, tuwe watu wa sakramenti. Nani anapaswa kushiriki Ekaristi takatifu? Unatakiwa uwe na hali gani ili uweze kushiriki Ekaristi takatifu? Wewe sauti, hali ya neema ya utakaso. Sawa jamani? Na kama uko kwenye hali ya neema ya utakaso, maana yake uko kwenye dhambi. Na kama uko kwenye dhambi ushiriki Ekaristi takatifu, unafanyaje? Unaenda kuungama. Sawa? Sakramenti ya upatanisho, naenda kuungana. Kwa hiyo sakramenti ya Ekaristi takatifu inatuletea uzima, inatuletea uhai. Ni sakramenti ambayo tunaalikwa sisi, ni sakramenti tu wanaoshiriki waumini ambao wanaamini katika Ekaristi takatifu yumo Yesu. Ndio jamani? Ndio. Kuna wengine wanaamini? Ni sisi tu ambao tumejaliwa hiyo. Lakini bahati mbaya, wakati mwingine sisi tumeletewa zawadi hiyo kubwa, wakati mwingine hatuithamini, tunaiacha tu au tunaahirisha kwamba tutashiriki wiki ijayo, tutashiriki mwezi ujao, tutashiriki, lakini tunapoteza nafasi za neema. Naelewa jamani? Naona kiu unaiona? Naona kiu. Sasa sisi tuzitumie hizo bahati, neema. Tunasema kwa kweli ni neema ambazo Bwana wetu ametupatia, kupatia sakramenti hiyo, sakramenti ya ajabu, sakramenti ya Ekaristi takatifu. Sawa? Watu gani ambao hawapaswi kushiriki sakramenti ya Ekaristi takatifu? Watoto wazee, watu gani? Watu wenye kizuio, si ndio? Watu wenye kizuio ni kama watu gani? Kama kizuio gani na kufanya shughuli ya Ekaristi takatifu? Chumba sugu ni kizuio. Sawa? Ni watoto mnajua mambo ya chumba sugu? Chumba sugu mmeshaisikia? Mjasikia? Bora msisikie. Sawa, sio kitu kizuri. Ninyi wanakuwa mmeshasikia uchumba sugu? Mko hapa? Mko hapa kwa wengine? Wazee wamesikia. Nafikiri wana wenzio hapo wengine.
Sasa ni kweli ni kizuizi, lakini ni kizuizi ambacho inawezekana kukiondoa, si ndio jamani? Ndio. Sio kwamba ni kizuizi cha milele, ni kizuizi ambacho unaweza kuamua ukatoka katika hiyo hali. Sinawezekana eh? Ndio. Kwa hiyo jamani, tujitahidi. Namna moja wapo ya sikukuu zetu hizi za Pasaka kwa kawaida, ile kipindi kabla ya Pasaka tunaitwa kipindi gani? Wakati Kwaresma. Ilikuwa siku ngapi? 40. Na kipindi cha Kwaresma tulifundishwa nini? Kipindi cha toba kwa jumla, si ndio eh? Ndio. Na nyinyi pia mlifunga, si ndio eh? Huko pia mlifunga, si ndio eh? Na mmejinyima mambo mengi. Mara nyingi ile kipindi ni cha kujiandaa kuacha dhambi, lakini pia kutoka dhambini. Sawa jamani eh? Na moja ya kutoka dhambini ni kuweka pia nia thabiti kwamba mimi nataka kutoka kwenye vizuizi kama sakramenti hizo, uchumba sugu. Sawa eh? Alafu na hata ile nia wanawekaga ushiriki Ekaristi Takatifu lao wakati wa Pasaka ni kipindi cha wokovu. Ni kipindi ambacho wana Israeli walitoka kule Misri, si ndio? Maana walitoka utumwani. Kwa hiyo hata sisi tusione hii kipindi kinapita tu. Siku 50 ni nyingi sana, ingawa zimeshapungua. Unaelewana? Ili tuweke hiyo nia thabiti. Kwa hiyo sakramenti. Kwa hiyo ni namna ya kulinda imani. Shiriki sakramenti, sala, lakini pia neno la Mungu. Neno la Mungu tunaweza kusikiliza tukiwa hapa kanisani, lakini pia neno la Mungu tunaweza kushiriki kwenye jumuiya ndogo ndogo. Sawa jamani? Lakini hata kwenye familia yako neno la Mungu unaweza kusoma. Nyinyi mna ile vitabu vinaitwa Tafakari Nasi, umeshawahi kuviona? Pale kuna masomo ya kila Jumapili na ya kila siku. Wazee siku kama umeshaviona misale, nani kwenye familia ana misale ya waumini? Misale ile ya waumini. Nani ana misale ya waumini? Hawatakuona huyu mmoja. Kwa sababu na misale ya waumini waonyesha, labda wengine hawajawahi. Au mwenyewe ana tunayo chumbani, iko chumbani. Baba anasema iko chumbani, baada ya misa waonyeshe kama anayo kweli. Kwa hiyo neno la Mungu pia ni namna ya kulinda imani yetu. Naelewana? Sio watoto wetu, sala, sakramenti, neno la Mungu yote namna ya kulinda. Lakini pamoja na fadhila za kimungu, kama kuna fadhila za kimungu zingine zinahitaji fadhila gani? Magari fadhila za kibinadamu ziko ngapi? Fadhila moja ambayo anahitaji sana askari. Yesu askari askari anahitaji fadhila gani? Askari anahitaji fadhila gani? Ni wewe unajaribu. Mungu anahitaji. Wengine tunapiza mbili, ndio tunamaliza. Sawa, mpigieni makofi. Inaitwa hekima, sawa inaitwa ujasiri. Askari anahitaji ujasiri, sawa nani sasa apange ya kwanza mpaka ya mwisho? Hekima, haki, ujasiri, kiasi. Rejeeni ya kwanza: hekima, haki, ujasiri, kiasi. Safi kabisa. Kwa hiyo askari anahitaji kati ya hizo nne, anahitaji kiasi. Sina ujasiri. Mtoto anaweza kuotoa mbegu mboga, anahitaji fadhila hii. Usiwe unadokoa, unahitaji fadhila hii kiasi. Sawa Kwa hiyo ujasiri, kiasi. Na mtoto ambaye mwalimu shuleni anaposahisha daftari zenu anahitaji fadhila gani? Safi usini. Hekima ni safi nyingine.
Hizo ndio fadhila za kibinadamu ambazo nimetaja. Kwa hiyo sakramenti ya kipaimara pamoja na mambo ambayo tunaimarishwa, fadhila za kimungu, mapaji 7, matunda 12 ya Roho Mtakatifu, fadhila za kimungu na binadamu. Hizo ndio fadhila ambazo tunaalikwa. Na katika sakramenti hizi, sakramenti zipi zinatolewa mara moja tu wazirudii ninyi watoto? Hii lakini watu wasimamizi wanaweza, si ndio? Mimi simeshapata kipaimara mmoja, tuseme ni kipaimara, kwa sababu kipaimara hairudii, si ndio? Kwani nyewe tangu umepata kipaimara umesharudia? Hajarudia, si ndio? Kwa hiyo mmoja wao kipaimara, si ndio? Zingine ni vitu hivi tunawekea muhuri ambao haufutiki milele. Kwa hiyo kama umewekea muhuri usiofutika, huwezi kurudia tena. Ndoa inarudiwa, ndoa inarudiwa nini? Ile anasema upande huu wanataka kurudia ndoa. Sasa kimsingi, ingawa mimi napenda sana kusema ndoa inarudiwa, lakini kimsingi ndoa hairudiwi. Sawa jamani? Kwa nini? Maana yake wote wawili wanandoa, mnapokuwa pamoja, tunaamini ndoa yenu ni mpaka milele, si ndio? Ndio maana yake, si ndio? Sio pale unakumbushwa kwamba huyu atakuwa mwenzako hiyo wakati wa shida, wakati wa taabu na wakati wa raha, si ndio? Wachumba sugu haya mambo hawajasikia. Watasikia siku watakaposimama hapa, padri atakuwa anawaambia, haya mimi nitasema na nyinyi mrudie, si ndio? Ndio. Unapenda kusikia? Haya, njoni sasa hapa. Mje na wenzio, alafu mfunge ndoa. Paroko, wahimize watu wafunge ndoa, sawa? Hiyo ni kazi yako. Lazima wafanyie semina za ndoa, waalike wale ambao Mungu amewabariki wako kwenye sakramenti na hata wasio wafiki, toe semina muhimu wa sakramenti ya ndoa. Naelewana? Baadhi yenu mna watoto hapa wamepata komunio ya kwanza, wengine watoto wamebatizwa, wengine watoto leo wako hapa wana kipaimara. Watoto wanashangaa, sisi tunashiriki sakramenti, wazazi hawashiriki. Hamwakwazi? Tunawakwaza. Sio kitu kizuri, si ndio? Mtoto anashangaa, alafu yeye anaenda kukomunika, anaenda kuungama, anauliza mama ataenda lini? Kila siku anasubiri labda Jumapili ijayo wataenda. Alafu mama wakati wa kukomunika ndio anakazana kuimba kama vile hakuna lililotokea. Lakini wakati ili asionekane amekaa sana, wakati wa sadaka atakuja hapa anacheza kwa nguvu zote, analeta mapaji yake hapa. Hata kama hamna kwaya, utaona tu atafika, atainama, atarudi. Sasa mtoto mmoja alikuwa anamuona mama yake anaenda kukomunika, walikuwa wamekaa wote. Akamwambia mama mdogo, alikuwa hajapata komunio ya kwanza, akasema, mama, ukienda unibakizie na mimi. Manake mama ale kidogo alafu amletee. Kwa hiyo mtoto yule tayari alishawaza kwamba hii ni kitu kizuri. Unajua alishawaza hii si kitu cha kawaida. Nafikiri alishajua huyu ni Mungu huyu.
huyu sio kitu cha kawaida. Kwa hiyo katamani na yeye anataka, unaona wakati sisi wengine inawezekana, ila tunajinyima tu hizo nafasi. Kwa hiyo jamani, tujitahidi. Sawa jamani? Sawa. Naona kiu naiona. Muone kiu ya kushiriki sakramenti. Sawa jamani? Sawa. Msiimbe tu naona kiu. Sawa. Ndio maana yake kiu ya kushiriki sakramenti. Kwa hiyo ni sakramenti ya kipa imara, ambazo ni sakramenti tunapaswa namna ya kulinda imani yenu. Lakini pia tumesema ni sala. Kati ya sala ambayo ni muhimu sana nzuri ambayo tunaipenda ni sala ya Rozari Takatifu. Hapo kuna wakati nilishafikaga, nilikuta ni Legio Maria au Fatima? Legio Maria. Hapo ndo kuna Legio Maria. Hebu wana Legio tunyoshe mikono. Safi. Safi. Na nyinyi mjitahidi mpate vijana na watoto ili chama kiendelee. Sawa. Haya, Rozari Takatifu na maeneo mengine wanaita Fatima. Rozari na mafungu mangapi watoto, mtukumbushe? 4. Hebu mnataje wote kwa pamoja. Wote kwa pamoja. Furaha, utukufu na mwanga. Nani atutajie mafungu 5 ya uchungu, mateso? Namsikiza. Sauti kidogo. Toka jasho la damu. La pili, Yesu alipigwa mijeledi. Safi. Ya 3, alivishwa taji la miiba kichwani. La 4, alibeba msalaba. Na mwisho, safi kabisa. Huyu pia mchukue kwenye Legio, atawasaidia kuanzisha Rozari. Sawa. Haya, Prosper, ukijibu simama. Namna nyingine ni kushiriki sakramenti. Kushiriki sakramenti ni namna ya kulinda imani yetu, namna ya kufanya imani yetu iendelee kukua na isipotee. Sakramenti zipi ambazo tunapaswa kushiriki mara kwa mara nyinyi watoto? Sakramenti nzuri ambazo tunaalikwa kushiriki mara kwa mara. Bwana Gerald, Ekaristi Takatifu na kitubio. Sawa jamani? Sakramenti hizi mbili kwa kweli kimsingi zinafanya kazi kwa pamoja, sakramenti ya Ekaristi Takatifu na sakramenti ya kitubio. Hiyo ni namna ya kufanya imani yetu iendelee kukua, namna ya kufanya tuilinde imani yetu, tuwe watu wa sakramenti. Nani anapaswa kushiriki Ekaristi Takatifu? Unatakiwa uwe na hali gani ili uweze kushiriki Ekaristi Takatifu? Wewe sauti, hali ya neema ya utakaso. Sawa jamani? Kama uko kwenye hali ya neema ya utakaso, maana yake uko kwenye dhambi. Kama uko kwenye dhambi, ushiriki Ekaristi Takatifu, unafanyaje? Unaenda kuungama. Sawa? Sakramenti ya upatanisho, unaenda kuungama. Kwa hiyo sakramenti ya Ekaristi Takatifu inatuletea uzima, inatuletea uhai. Ni sakramenti ambayo tunaalikwa sisi, ni sakramenti tu wanaoshiriki waumini wa Katoliki ambao wanaamini katika Ekaristi Takatifu yumo Yesu. Ndio jamani? Ndio. Kuna wengine wanaamini? Ni sisi tu ambao tumejaliwa hiyo. Lakini bahati mbaya, wakati mwingine sisi tumeletewa zawadi hiyo kubwa, wakati mwingine hatuithamini, tunaiacha tu au tunaahirisha kwamba tutashiriki wiki ijayo, tutashiriki mwezi ujao, tutashiriki, lakini tunapoteza nafasi za neema. Naelewana jamani? Naona kiu naiona. Naona kiu. Sasa sisi
sisi tuzitumie hizo bahati, neema. Tunasema kwa kweli ni neema ambazo Bwana wetu ametupatia, kutupatia sakramenti nzuri hiyo, sakramenti ya ajabu, sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Sawa. Watu gani ambao hawapasi kushiriki sakramenti ya Ekaristi Takatifu? Watoto wazee ni watu gani? Watu wenye kizuio, si ndio? Watu wenye kizuio ni kama watu gani? Kama kizuio gani na kufanya shughuli ya Ekaristi Takatifu? Uchumba sugu ni mmoja. Sawa. Ni watoto mnajua mambo ya uchumba sugu. Uchumba sugu mmeshawasikia? Mjasikia? Bora msisikie. Sawa, sio kitu kizuri. Ninyi wanakwaya mmeshawasikia uchumba sugu? Mko hapa? Mko hapa kwa wengine? Wazee wamesikia. Nafikiri wana wenzio hapo wengine. Sasa ni kweli ni kizuizi, lakini ni kizuizi ambacho inawezekana kukiondoa, si ndio jamani? Ndio. Sio kwamba ni kizuizi cha milele, ni kizuizi ambacho unaweza kuamua ukatoka katika hiyo hali. Sinawezekana eh? Kwa hiyo jamani, tujitahidi tuweke nia, na namna mojawapo ya sikukuu zetu hizi za Pasaka kwa kawaida, ile kipindi kabla ya Pasaka tunaita kipindi gani? Watoto Kwaresma. Kwa siku ngapi? 40. Kipindi cha Kwaresma tulifundishwa nini? Wewe kwa kumalizia unasema Kwaresma funga kipindi cha toba kwa jumla, si ndio eh? Ndio. Na nyinyi pia mlifunga, si ndio eh? Huko pia mlifunga, si ndio eh? Na mmejinyima mambo mengi. Mara nyingi ile kipindi ni cha kujiandaa kuacha dhambi, lakini pia kutoka dhambini. Sawa jamani eh? Na moja ya kutoka dhambini ni kuweka pia nia thabiti kwamba mimi nataka kutoka kwenye vizuizi kama sakramenti hizo, uchumba sugu. Sawa eh? Alafu na hata ile nia wanawekaga ushiriki Ekaristi Takatifu lao wakati wa Pasaka ni kipindi cha wokovu. Ni kipindi ambacho wana wa Israeli walitoka kule Misri, si ndio? Maana walitoka utumwani. Kwa hiyo hata sisi tusione hii kipindi kinapita tu. Siku 50 ni nyingi sana, ingawa zimeshapita. Unaelewana? Ili tuweke hiyo nia thabiti. Na hiyo sakramenti. Kwa hiyo ni namna ya kulinda imani. Shiriki sakramenti, sala, lakini pia neno la Mungu. Neno la Mungu tunaweza kusikiliza tukiwa hapa kanisani, lakini pia neno la Mungu tunaweza kushiriki kwenye jumuiya ndogo ndogo. Sawa jamani? Lakini hata kwenye familia yako neno la Mungu unaweza kusoma. Nyinyi mna ile vitabu vinaitwa Tafakari Nasi, mmeshawahi kuona? Pale kuna masomo ya kila Jumapili na ya kila siku. Wazee sisi kama mmeshaviona misale, nani kwenye familia na misale ya waumini? Misale ile ya waumini. Nani ana misale ya waumini? Hao watakuona huyu mmoja. Kwa sababu misale ya waumini waonyesha labda wengine hawajawahi. Au mnaona ana kuna chumbani iko chumbani. Baba anasema iko chumbani
baada ya misa waonyeshe kama wanayo kweli. Kwa hiyo neno la Mungu pia ni namna ya kulinda imani yetu. Naelewana? Sio watoto wetu, sala, sakramenti, neno la Mungu yote namna ya kulinda. Lakini pamoja na fadhila za kimungu, kama kuna fadhila za kimungu zingine zinatoka kwenye fadhila gani? Tunaelewana? Fadhila za binadamu ziko ngapi? Nakutajie haya, mmoja niwasaidie fadhila moja ambayo anahitaji sana askari. Yesu askari, askari anahitaji fadhila gani? Usiseme imani ni sawa, ile tumeshazitaja zile ni za Mungu. Askari anahitaji fadhila gani? Ni wewe hapo unajaribu. Mungu anahitaji wengine kiasi, ingawa askari huwa sio mtu wa kiasi kile, lakini ni fadhila nzuri. Ametaja nguvu, amepata kiasi, amepata wengine unabakiza mbili tunamaliza. Sawa, mpigieni makofi. Inaitwa hekima. Sawa, inaitwa hekima. Ya mwisho inaitwa ujasiri. Askari anahitaji ujasiri. Sawa, nani sasa apange ya kwanza mpaka ya mwisho? Haya, wote pamoja semeni. Hekima. Hekima. Haki. Haki. Ujasiri. Ujasiri. Kiasi. Kiasi. Warejeeni ya kwanza. Hekima. Haki. Ujasiri. Kiasi. Safi kabisa. Kwa hiyo askari anahitaji kati ya hizo nne, anahitaji kiasi. Sina ujasiri. Mtoto anaweza kuokoa mbegu mboga, anahitaji fadhila hii. Sasa umeshaweka kwa mboga, anahitaji fadhila gani? Fadhila gani? Ili usiwe unadokoa, unahitaji fadhila hii kiasi. Sawa, kwa hiyo ujasiri, kiasi. Na mtoto ambaye mwalimu shuleni anaposahisha daftari zenu anahitaji fadhila gani? Ili kila mtu ampe nafsi yake. Safi, hekima ni safi. Nyingine haki. Naelewana, hizo ndio fadhila za kibinadamu ambazo nimetaja. Kwa hiyo sakramenti ya kipaimara pamoja na mambo ambayo tunaimarishwa, fadhila za kimungu, mapaji 7, matunda 12 ya Roho Mtakatifu, fadhila za kimungu na binadamu. Hizo ndio fadhila ambazo tunaalikwa na katika sakramenti hizi. Sakramenti zipi zinatolewa mara moja tu, wazirudiwi nyinyi watoto hii, lakini watu wasimamizi wanaweza, si ndio? Wenyewe simeshapata kipaimara moja, tuseme ni kipaimara, kwa sababu kipaimara hairudiwi, si ndio? Kwani nyewe tangu umepata kipaimara umesharudia? Hawajarudia, si ndio? Kwa
hiyo moja wapo ni kipaimara, zingine ni hii. Nyingine batija safi na mjibu vizuri. Umewekea muhuri usiofutika, huwezi kurudia tena. Ndoa inarudiwa, ndoa inarudiwa nini? Ndio ile anasema upande huu wanataka kurudia ndoa. Sasa kimsingi, ingawa mimi napenda sana kusema ndoa inarudiwa, lakini kimsingi ndoa hairudiwi. Sawa jamani? Kwa nini? Maana yake wote wawili wanandoa, mnapokuwa pamoja, tunaamini ndoa yenu ni mpaka milele, si ndio? Ndio maana yake, si ndio? Sio pale unakumbushwa kwamba huyu atakuwa mwenzako hiyo wakati wa shida, wakati wa taabu na wakati wa raha, si ndio? Wachumba sugu haya mambo hawajasikia. Watasikia siku watakaposimama hapa, padri atakuwa anawaambia, haya mimi nitasema na nyinyi mrudie, si ndio? Ndio. Unapenda kusikia? Ndio. Haya, njoni sasa hapa. Mje na wenzio, alafu mfunge ndoa. Paroko, wahimize watu wafunge ndoa, sawa? Hiyo ni kazi yako. Lazima wafanyie semina za ndoa, waalike wale ambao Mungu amewabariki wako kwenye sakramenti na hata wasio wafiki, utoe semina muhimu wa sakramenti ya ndoa. Naelewana? Baadhi yenu mna watoto hapa wamepata komunio ya kwanza, wengine watoto wamebatizwa, wengine watoto leo wako hapa wana kipaimara. Watoto wanashangaa, sisi tunashiriki sakramenti, wazazi hawashiriki. Hamwakwazi? Tunawakwaza. Sio kitu kizuri, si ndio? Ndio. Mtoto anashangaa, alafu yeye anaenda kukomunika, anaenda kuungama, anauliza mama ataenda lini? Kila siku anasubiri labda Jumapili ijayo wataenda. Alafu mama wakati wa komunika ndio anakazana kuimba kama vile hakuna lililotokea. Lakini wakati ili asionekane amekaa sana, wakati wa sadaka atakuja hapa anacheza kwa nguvu zote, analeta mapaji yake hapa. Hata kama hamna kwaya, utaona tu atafika, atainama, atarudi. Sasa mtoto mmoja alikuwa anamuona mama yake anaenda kukomunika, walikuwa wamekaa wote. Kamwambia mama mdogo, alikuwa hajapata komunio ya kwanza, akasema, mama ukienda unibakizie na mimi. Manake mama ale kidogo alafu amletee. Kwa hiyo mtoto yule tayari alishawaza kwamba hii ni kitu kizuri. Unajua alishawaza hii si kitu cha kawaida. Nafikiri alishajua huyu ni Mungu, huyu sio kitu cha kawaida. Kwa hiyo katamani na yeye anataka. Unaona wakati sisi wengine inawezekana, ila tunajinyima tu hizo nafasi. Kwa hiyo jamani, tujitahidi. Sawa jamani? Sawa. Naona kiu naiona. Muone kiu ya kushiriki sakramenti. Sawa jamani? Sawa. Msiimbe tu naona kiu. Sawa. Ndio maana yake kiu ya kushiriki sakramenti. Kwa hiyo ni sakramenti ya kipaimara, ambazo ni sakramenti tunapaswa namna ya kulinda imani yenu, lakini pia tumesema ni sala.
Na kati ya sala ambayo ni muhimu sana nzuri ambayo tunaipenda ni sala ya Rozari Takatifu. Hapo kuna wakati nilishafikaga nilikuta ni Radio Maria au Fatima? Radio Maria. Radio Maria. Hapo Rondo kuna Radio Maria. Hebu wana radio tunyoshe mikono. Safi. Safi. Na nyinyi mjitahidi mpate vijana na watoto ili chama kiendelee. Sawa. Haya, Rozari Takatifu na maeneo mengine wanaita Fatima. Rozari na mafungu mangapi watoto mtukumbushe? 4. Hebu mnyataje wote kwa pamoja. Wote kwa pamoja. Furaha, utukufu na mwanga. Nani atutajie mafungu 5 ya uchungu? Mafungu 5 ya uchungu. Bwana Jonathan atutajie. Tutajie kwa sauti ya uchungu, mateso na msikizi. Sauti kidogo. Toka jasho la damu. La pili, Yesu alipigwa mijeledi safi. Ya 3, alivishwa taji la miiba kichwani. La 4, alibeba msalaba. Na mwisho, safi kabisa. Mgeni makofi. Na huyu pia mchukue kwenye redio atawasaidia kuanzisha rozari. Sawa. Haya, hebu Prosper ukijibu, simama. Mafungu ya uchungu tunasali lini na lini? Ngapi na Jumangapi? Haya, moja msaidie. Jumanne na Ijumaa, mpigeni makofi. Haya, mafungu ya furaha. Nani atatajia furaha rahisi? Hii nafikiri wasimamizi wataweza. Furaha mara nyingi. Moja mimi wasaidia fungu la kwanza. Kila Maria alipasha habari Maria. Ndio kwa furaha. Haya, mama msaidia kwa Tukufu tunasali juma ngapi wote kwa pamoja watoto? Jumatano na Jumapili. Safi kabisa. Mwanga tunasali juma ngapi wote kwa pamoja? Alhamisi. Alafu uchungu tumeshataja. Safi. Kwa hiyo moja tulisema kati ya sala ambayo tunapaswa kuizoea ni hii rozari, inaitwa rozari ya Fatima. Kila siku ina rozari yake. Sawa jamani? Siku hizi kuna ile rozari ya huruma ya Mungu pia.
ambaye mara nyingi wako wanasali saa ngapi? Saa 9. Na ile naye ni nzuri, kwa hiyo pia tuwe tunasali. Naelewana Wengi naona wanaelekea kuipenda ile. Katika kuipenda ile haina maana tuisahau ya Fatima. Naelewana Sawa. Ya Fatima inabaki pale pale, ndio maana ya Fatima kila siku ina rozari yake. Sala Mungu. Nyinyi wazazi mwafundishe watoto kusali rozari. Naelewana Nyinyi watoto wa kupaimara nani ana rozari hapa kwenu? Wote safi. Nyinyi wasimamizi, kazi yenu moja ni kuwanunulia watoto rozari. Sawa? Rozari katika watoto mnafuata msimamizi. Sawa? Ukikata atakushughulikia. Kwa hiyo kazi yenu ni kuangalia watoto kiroho mpaka wafu. Sijui kama mnaelewa. Kwa hiyo watoto watakufa kabla yenu, si ndio? Kwa hiyo inabidi mwatunze mpaka wafu. Kwa hiyo kama mpaka wafu, ninyi msife kabla yao. Hapana, sio kweli. Ingawa watoto wanasema watoto. Kwa hiyo ni sakramenti ya kunizungumzia sala kama unapaswa kulinda imani yenu. Katika sakramenti katika sala hiyo pamoja na ile ya kushiriki sakramenti, pia mnapaswa kujiandaa vizuri. Kwa sakramenti ya kitubio mnapaswa kujiandaa vizuri kabla ya kuipokea. Elewana. Twendeni kwenye Biblia takatifu. Biblia ina vitabu vingapi watoto? 73. Agano la Kale na vitabu vingapi? 16. Agano Jipya ina vitabu vingapi? 27. Katika Agano Jipya somo la Injili leo lilikuwa Injili ilitoka wapi? Kwa tuulize wasimamizi kwanza. Injili ilisomwa na paroko. Injili yetu ilitoka wapi nyinyi wasimamizi? Huku Injili ilitoka wapi? Haya watoto saidieni, watatuchelewesha. Injili ilitoka wapi Gerald? Ndio, lakini Injili nani? Injili nani kati ya wale wanne? Luka. Sawa mwingine Luka. Luka alisemaje leo ile Injili Luka ilikuwa rahisi sana. Wazee huku Luka leo alisemaje? Watu wametulia zao hapo na amani mstarehe. Luka ilisemaje leo? Simulizi rahisi sana, na iko ngumu. Ni hapa tunajaribu Injili ya leo kwanza. Haya, Luka wale wanafunzi wawili walikutana na Yesu, wanaenda Emmaus, si ndio? Katika wale mmoja jina lake limetajwa wale wanafunzi wawili, mmoja kumtaja jina Kiliopo, si ndio? Mmoja alitaja. Kwa hiyo baada ya kifo ni kama mitume walikata tamaa, waliacha nchi yao. Sawa jamani? Ni kama waliangia kwenye mahangaiko, hawajui Yesu waliyekuwa wanamtegemea amefariki. Lakini hata baada ya kusikia amefufuka ikawachanganya zaidi, ndio wakaondoka wakaacha mji. Sasa Yesu, Injili ya leo inatukumbusha sisi sote, hata katika magumu hatupasi kutoka kwenye maeneo yetu. Na watu wakipata mahangaiko wanaacha familia
zetu, familia zao. Umeshawahi kusikia watu wa namna hiyo? Nasikia mama kukiwa na changamoto kwenye familia, huyo anatoroka. Baba hivyo hivyo, ukiona kwamba kuna shida, labda mtoto mgonjwa, labda matatizo hayaishi, huyo katoroka. Umeshawahi kusikia? Hapa Rombo ilishawahi kutokea? Wako wako. Sasa katika injili ya leo Mungu anatukumbusha kwamba matatizo sio tunayakimbia, tunabaki. Ila tunapobaki tubaki na Mungu, kama wale wanafunzi wa Emmaus, tubaki na Yesu. Naelewana jamani? Kwa hiyo katika familia zetu tubaki na Mungu. Katika familia zetu si ya kukimbia Mungu. Wale walikuwa ni kama wanajaribu kumkimbia. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu anajitokeza hata katika magumu, kwamba sio tunakimbia familia, sio tunakimbia kijiji, sio tunakimbia yale yanayotakiwa. Wakati mwingine inatakiwa kwenda kwa Mungu. Au hapa kanisani unakuta labda mambo mengine unakumbushwa, toa zaka, toa sadaka, shiriki sakramenti. Nasema mimi nikienda kanisani, ile padri atanikumbusha tena mambo ya kufunga ndoa. Ngoja nitulie zangu kwanza, upepo upite. Hapana, kumbe tunatakiwa tubaki na Mungu wetu atusaidie. Kwa hiyo tuwaombea vijana wetu, na pia katika familia zetu tujitahidi kuwa watu wa sala. Elewana na tuungane kama Yesu alivyobaki na wanafunzi wake hata wakati ule wa ufufuko. Sisi tunapaswa kubaki na Mungu wetu. Na cha ajabu, Mungu hata katika magumu anatusindikiza, yuko pamoja nasi, ingawa wakati mwingine hatumtambui. Ndio maana wale wanafunzi wa Emmaus aliwasindikiza kwenye mahangaiko yao, wamekata tamaa, yeye anawasindikiza. Hata sisi hivyo hivyo anatusindikiza. Inaweza kuwa changamoto ya afya, inaweza kuwa changamoto labda sina kazi ya pekee, inaweza kuwa na changamoto ya mambo ya uchumi, inaweza kuwa changamoto ya mambo ya mahusiano, lakini Mungu kama alivyosindikiza wale wanafunzi wawili wa Emmaus, hata sisi pia tutaendelea kusindikiza, sio wa kumkimbia, sio wa kumwacha. Tumsifu Yesu Kristo. Milele.